Karibu sana kwenye sports update ya Game On TZ. Karibu sana nikualike popote pale ulipo Tanzania na hata ikiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Nikwambie tu popote pale ulipo, sehemu pekee ambayo unaweza ukapata habari za kimichezo kutoka ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba, basi hapa ndio chimbuko la stories zote mjini. Basi zinaanzia hapa alafu zinafuata sehemu nyingine. Kutoka ndani ya klabu ya Wekundu Msimbazi Simba zipo taarifa zikieleza kwamba mchezaji raia kutoka Demokrasia ya Kongo ameeleza kwamba hayuko tayari ama hayuko na furaha kuendelea kusalia katika viunga hivyo vya klabu vya Wekundu wa Msimbazi Simba. Elimpanzu imeonekana siku za hivi karibuni kutoridhishwa na maamuzi ambayo yaliyofanywa kwenye mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara, ambapo Simba aliweza kumkaribisha Namungo Southern Killer katika mchezo wa Ligi Kuu katika uwanja wa dimba la Benjamin William Mkapa. Mchezo huo ulimalizika Simba akiweza kujikusanyia alama 3 na magoli 3, na mchezo huo Elimpanzu alianza kwa dakika 45 za kipindi cha pili cha kwanza, na baada ya hapo kipindi cha pili kocha Suleiman Matola aliweza kumtoa kwenye kikosi hiko cha Simba, nafasi yake ikichukuliwa na Nio Maema, raia kutoka Afrika ya Kusini. Sababu ambazo alizoweza kuziainisha kwamba hakufurahishwa na kitendo ambacho kilichofanyika, ili hali yeye alikuwa amecheza vizuri kwa madai yake, alivyokuwa ameeleza kwamba yeye amecheza vizuri, lakini pia hakujua sababu zilizoweza kumpelekea mwalimu ama kocha kuweza kumtoa Elimpanzu katika mchezo huo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Baada tu ya mchezo huo, Elimpanzu alionekana kama vile ni mchezaji ambaye alikuwa amekuwa na upole, kama vile ni mchezaji ambaye asiyekuwa na furaha baada ya kitendo cha mwalimu kuweza kuchukua maamuzi hayo, na huenda ikawa kwa upande wa mwalimu kocha Matola yalikuwa ni maamuzi sahihi kweli kweli. Lakini pia hata wetu ambaye ulijaribu kufuatilia ule mpira baada ya kutoka kwa Elimpanzu, uliona kabisa maajabu gani ambayo yalikuwa yakionekana katika mchezo ule baada ya kutoka Elimpanzu. Sababu hizo yameziainisha kwamba hana furaha, na pia ameuomba uongozi wa klabu hiyo ya Simba kwamba anahitaji kuondoka pindi pale itakapofika Januari ya mwaka 2026. Sababu hizo ambazo alizoweza kuziainisha Elimpanzu ni sababu ambazo ni za kawaida, na viongozi wa klabu hiyo ya Simba wameeleza kwamba hawako tayari kumwachia kwa kipindi cha mwezi wa kwanza mwaka 2026, kwani wao bado watakuwa yupo katika mipango ya kuelekea misimu mingine mpaka pale mkataba wake utakapoenda kutamatika. Lakini pia viongozi wa Simba wameeleza kwamba ujio wa mwalimu mpya kwenye kikosi hiko cha Simba kinahitaji kuwa na wachezaji wa aina ya Elimpanzu, lakini pia sio tu kuhitaji wachezaji wa aina hiyo, bali kuwa achague mwenyewe na jaribu kutazama kikosi hiki cha Simba, mchezaji gani na yupi anaweza kuendelea naye kwenda kumtumia katika mipango yake ambayo kocha huyo Dimitri Pantev kama atakuwa yupo katika mipango yake. Lakini kama hatakuwa katika mipango ya mwalimu mpya wa kikosi hiko cha Simba, basi Elimpanzu atakuwa ombi lake limeweza kukubaliwa. Lakini kwa hivi sasa viongozi wa Simba wamesema kwamba hatuna majibu na hatuwezi kuchukua maamuzi yoyote pale tu itakapofika Januari ya mwaka 2026. Lakini endapo kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitri Pantev kama haturidhishwa na kiwango ambacho alichokuwa nacho Elimpanzu, na kama akisema kwamba mchezaji huyu hanifai kuendelea ama kusalia katika viunga hivyo vya klabu vya Simba, basi wao hawatakuwa na jibu lingine bali ni kwenda kumpokea ama kumkubalia ombi lile ambalo aliyokuwa ameweza kuliorodhesha. Leo kikosi cha Simba kimerejea katika uwanja wa mazoezi pale
Mo Simba Arena Bunju kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi. Kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev leo kwa mara yake ya kwanza kabisa ameweza kusimamia mazoezi hayo, na mazoezi yamekwenda vizuri kabisa, huku kila mchezaji akionyesha furaha na akionyesha morali kwa kuweza kumpokea kocha mpya. Unafahamu ya kwamba mwalimu mpya atakapoweza kuwasili katika klabu hiyo, basi kuwa na ile motivation kwa wachezaji wote inakuwa iko juu kweli kweli, kwa sababu kila mchezaji anatamani kumuonesha mwalimu kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani. Lakini ukijaribu kutazama ripoti ya mwalimu kocha Dimitar Pantev baada ya kuwasili nchini Tanzania, jana aliweza kupumzika na alijaribu kuzungumza na baadhi ya viongozi na kuweza kuandika ripoti kwa pale tu ambapo alipokuwa amejaribu kutazama Simba, lakini sio kwa uwezo wao mchezoni ama katika uwanja. Aweza kuliandika tu ripoti ya kwamba anachokihitaji na programu mzima, project yake aliyoweza kuja nayo ama kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja, nini malengo ya kocha Dimitar Pantev. Ripoti yake imebainisha kwamba anahitaji wachezaji kwanza wawe na umoja, wawe na ushikamano na wajue nini majukumu ambayo yaliyokuwa mbele yao. Hilo ni moja kati ya yale ambayo aliyoweza kuyaorodhesha katika ripoti yake. Lakini kipengele cha pili, kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba hahitaji kwa hivi sasa kuona mchezaji yoyote akiondolewa kwenye kikosi hiko cha Simba mpaka pale ambapo yeye atakapoenda kuchukua maamuzi yake baada tu ya kuitazama kikosi hiko cha Simba. Lakini kwa hivi sasa kila mchezaji anahitaji kuendelea kusalia hapo, na kama viwango vyao vitakuwa chini, basi yeye atatumia kila jitihada ili wachezaji hao waweze kufanya vizuri katika msimu huu ambao umeanza wa msimu wa 25-26. Hiko ndo kitu pekee ambacho kocha Dimitar Pantev ameweza kukiorodhesha, kwamba amewaomba uongozi wa Simba kwa hivi sasa hawezi kumruhusu mchezaji yoyote aondoke, kwa sababu bado hajajua nafasi ya kila mchezaji, yupi na yupi anafaa kuwa katika nafasi ya aina gani. Lakini baada tu kuwaona wachezaji hao na kujiridhisha, ndio atakuja kutoa maamuzi yake. Lakini kwenye ripoti hiyo kipengele cha tatu, kocha Dimitar Pantev amewaomba viongozi wa klabu hiyo ya Simba kwamba hahitaji kuingiliwa pale ambapo anapofanya maamuzi yake. Hahitaji kuingiliwa pale ambapo anapofanya maamuzi yake, na huwa maamuzi anayokwenda kuyachagua ama kuyafanya basi atakuwa ni maamuzi sahihi. Hatakiwi mtu yoyote kuingilia kwa maamuzi hayo, kwani kazi pekee iliyokuwa imemfanya kocha Dimitar Pantev kuwasili katika taifa hili la Tanzania na hususan katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba ni moja kati ya matumaini makubwa ambayo viongozi wa klabu hiyo ya Simba wameyaweka kwa upande wa mwalimu huyo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba na wadau wa soka nchini Tanzania amewaondoa hofu kocha Dimitar Pantev, kwa maana kwamba waweze kumwamini na waweze kushikamana kwa hivi sasa. Lakini kocha Dimitar Pantev amefurahishwa sana kuweza kutoa sifa baada tu ya kuwasili nchini Tanzania, lakini sio tu kuwasili, bali aliweza kutoa sifa kwenye ule mchezo ambao uliopita, mchezo wa mkondo wa pili kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo Simba aliweza kufudhu katika hatua inayofuata, huku akiweza kutoka sare katika mchezo huo wa goli 1-1, mchezo ambao uliopigwa katika dimba la benchi. Lakini kwa hivi sasa viongozi wa Simba wamesema kwamba hatuna majibu na hatuwezi kuchukua maamuzi yoyote pale tu itakapofika Januari ya mwaka 2026. Lakini endapo kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev kama haturidhishwa na kiwango ambacho alichokuwa nacho Elie Mpanzu, na kama akisema kwamba mchezaji huyu hanifai kuendelea ama kusalia katika viunga hivyo vya klabu vya Simba, basi wao hawatakuwa na jibu lingine bali ni kwenda kumpokea ama kumkubalia ombi lile ambalo aliyokuwa ameweza kuliorodhesha. Leo kikosi cha Simba kimerejea katika uwanja wa mazoezi pale Mo Simba Arena Bunju kwa ajili ya kuweza kufanya mazoezi. Kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Dimitar Pantev leo kwa mara yake ya kwanza kabisa
ameweza kusimamia mazoezi hayo na mazoezi yamekwenda vizuri kabisa, huku kila mchezaji akionyesha furaha na akionyesha morali kwa kuweza kumpokea kocha mpya. Unafahamu ya kwamba mwalimu mpya atakapoweza kuwasili katika klabu hiyo, basi kuwa na ile motivation kwa wachezaji wote inakuwa iko juu kweli kweli, kwa sababu kila mchezaji anatamani kumuonesha mwalimu kwamba yeye ni mchezaji wa aina gani. Lakini ukijaribu kutazama ripoti ya mwalimu kocha Dimitar Pantev baada ya kuwasili nchini Tanzania, jana aliweza kupumzika na alijaribu kuzungumza na baadhi ya viongozi na kuweza kuandika ripoti kwa pale tu ambapo alipokuwa amejaribu kuitazama Simba, lakini sio kwa uwezo wao mchezoni ama katika uwanja. Aweza kuliandika tu ripoti ya kwamba anachokihitaji na programu mzima, project yake aliyoweza kuja nayo ama kwa kipindi hiki cha mwaka mmoja, nini malengo ya kocha Dimitar Pantev. Ripoti yake imebainisha kwamba anahitaji wachezaji kwanza wawe na umoja, wawe na ushikamano na wajue nini majukumu ambayo yaliyokuwa mbele yao. Hilo ni moja kati ya yale ambayo aliyoweza kuyaorodhesha katika ripoti yake. Lakini kipengele cha pili, kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba hahitaji kwa hivi sasa kuona mchezaji yoyote akiondolewa kwenye kikosi hiko cha Simba mpaka pale ambapo yeye atakapoenda kuchukua maamuzi yake baada tu ya kuitazama kikosi hiko cha Simba. Lakini kwa hivi sasa kila mchezaji anahitaji kuendelea kusalia hapo, na kama viwango vyao vitakuwa chini, basi yeye atatumia kila jitihada ili wachezaji hao waweze kufanya vizuri katika msimu huu ambao umeanza wa msimu wa 25-26. Hiko ndo kitu pekee ambacho kocha Dimitar Pantev ameweza kukiorodhesha, kwamba amewaomba uongozi wa Simba kwa hivi sasa hawezi kumruhusu mchezaji yoyote aondoke, kwa sababu bado hajajua nafasi ya kila mchezaji, yupi na yupi anafaa kuwa katika nafasi ya aina gani. Lakini baada tu kuwaona wachezaji hao na kujiridhisha, ndio atakuja kutoa maamuzi yake. Lakini kwenye ripoti hiyo kipengele cha tatu, kocha Dimitar Pantev amewaomba viongozi wa klabu hiyo ya Simba kwamba hahitaji kuingiliwa pale ambapo anapofanya maamuzi yake. Hahitaji kuingiliwa pale ambapo anapofanya maamuzi yake, na huwa maamuzi anayokwenda kuyachagua ama kuyafanya basi atakuwa ni maamuzi sahihi. Hatakiwi mtu yoyote kuingilia kwa maamuzi hayo, kwani kazi pekee iliyokuwa imemfanya kocha Dimitar Pantev kuwasili katika taifa hili la Tanzania na hususan katika klabu hiyo ya Wekundu Msimbazi Simba ni moja kati ya matumaini makubwa ambayo viongozi wa klabu hiyo ya Simba wameyaweka kwa upande wa mwalimu huyo. Kwa hiyo mashabiki wa Simba na wadau wa soka nchini Tanzania amewaondoa hofu kocha Dimitar Pantev, kwa maana kwamba waweze kumwamini na waweze kushikamana kwa hivi sasa. Lakini kocha Dimitar Pantev amefurahishwa sana kuweza kutoa sifa baada tu ya kuwasili nchini Tanzania, lakini sio tu kuwasili, bali aliweza kutoa sifa kwenye ule mchezo ambao uliopita, mchezo wa mkondo wa pili kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo Simba aliweza kufudhu katika hatua inayofuata, huku akiweza kutoka sare katika mchezo huo wa goli 1-1, mchezo ambao uliopigwa katika dimba la Benjamin William Mkapa Septemba 28. Kocha Dimitar Pantev ameeleza kwamba Morris Abraham ni moja kati ya wachezaji bora kulikweli. Kocha Dimitar Pantev amemwekea sifa kusema kwamba huyu ni moja kati ya wachezaji bora na ni moja kati ya wachezaji ambao nimefurahishwa sana kukutana nao. Nimefurahi pale tu ambapo walipokuwa wamecheza mchezo wa mkondo wa pili katika uwanja Benjamin Mkapa. Uwezo wake pamoja na mikimbio yake imeweza kumfurahisha kocha huyo, na amesema kwamba hatafika mbali tu pale ambapo consistency yake itakuwa bora zaidi ama kiwango chake kukiendeleza kwa siku za hivi karibuni. Amemtabiria kwamba atafika mbali tu isipokuwa aweke nidhamu mbele, basi hiyo kama itakuwa nidhamu atakuwa nayo huko mbeleni, basi atakuwa ni mchezaji mzuri kweli. Lakini pia kocha Dimitar Pantev ameomba wachezaji kwamba wawe na umoja, waweze kushirikiana kwa kipindi hiki, kwa sababu Simba inahitaji kwenda kufanyiwa maboresho, lakini tu sio kufanyiwa maboresho, bali ni kuhitajika zaidi kwa juhudi pamoja na benchi la ufundi kushikamana kwa hivi sasa. Lakini kocha Dimitar Pantev amemwomba kocha msaidizi Suleiman Matola kwamba aweze kumuonesha pale ambapo yeye anakuwa anafahamu kwamba tukifanya hivi itakuwa
itakuwa ni bora zaidi, na tusipofanya hivi itakuwa ni vizuri zaidi. Ameomba benchi la ufundi kwa hivi sasa liendelee kusalia hapo pale tu ambapo itakapofika mwisho wa mkataba wa benchi la ufundi June ya mwaka 2026, basi yeye ataleta viongozi wapya ama makocha wapya kwenye benchi hilo la ufundi. Lakini moja, ameomba uongozi wa klabu Simba aliyekuwa kocha wa viungo aweze kuondolewa kwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu wachezaji wamekuwa na fitness ya kawaida mno, na kocha Dimitri Pantev amesema kwamba ipo haja ya kwenda kubadilishiwa kwa kocha viungo kwenye klabu hiyo ya Simba. Ombi la Dimitri Pantev limekubaliwa, na hivi sasa Simba wao wakiendelea kufanya mchakato wa kwenda kumtafuta kocha mwingine, kocha viungo, ili aende kuungana na Dimitri Pantev katika michuano mbalimbali ambayo Simba wataenda kushiriki kwa namna moja ama nyingine.